السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kwanza Allah subhanahu wa ta'ala amlipe kila la kheri khatibu wetu ndugu yetu Sheikh Abdullah Gamba kwa hotuba yake ambayo imekuja katika wakati munasib, wakati ndio wakati tunaohitajia hotuba kama hii. فقد أجاد وأفاد جزاه الله خيرا. Nimesema wakati ndio kwa sababu leo tarehe 19 Dhulhijja mwaka wa 1400 au 47 و400 من الهجرة بعد الألف من الهجرة النبوية mwaka 1447 na kesho ni tarehe 20 siku Jumamosi. Tunarudi tena kwenye masomo yetu Maahad Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Tangu kuanzishwa kwake tuna utaratibu huu, inapoingia tarehe mosi ya mwezi wa Dhulhijja tunaanza likizo kwa ajili ya maandalizi ya Eid na maandalizi ya uchinjaji na maandalizi ya zile siku 10 za mwanzo katika mwezi wa Dhulhijja. Kwa hiyo tunakuwa ijaza kwa sababu watu wengi usafiri wakaenda katika maeneo yao kwa ajili ya dawa na kwa ajili ya kushirikiana na ndugu zao huko kwenye kipindi hiki, na wengine hubaki hapa kwa sababu mbalimbali. Na baada ya Eid tuna siku 10 nyingine ambazo tunafanya maandalizi sasa ya kurudi kwenye shughuli yetu ya kusoma. Alhamdulillah, siku 10 hizi zimekamilika kwa kutimia leo tarehe 19 na kesho tarehe 20 masomo yataanza rasmi. Kwa hiyo tunatangaziwa waalimu wa maahadi hii, wanafunzi wanaosoma kwenye maahadi hii, wazazi, walezi na wote wanaohusika na maahadi hii kwa namna yoyote ile, kwamba chuo chetu kesho siku ya Jumamosi kitafunguliwa na masomo yataendelea. Kwa hiyo tulifahamu hili. Na kuongezea hapo ni kwamba tumesisitiza mara nyingi kuhusu suala la usajili. Sasa wale waliozembea mpaka wakati ukapita au nafasi zikajaa, wasimlaumu yoyote isipokuwa nafsi zao. Kwa mfano, kwa wanafunzi wa bweni, nafasi hakuna tena hapa, pamejaa. Sijajua mpaka sasa kwa taarifa ya wanafunzi wa kutwa nafasi zipo au nazo zimejaa, lakini mmetangaziwa kwamba tarehe 20 ndio mwisho. Mwaka jana tulisajili wanafunzi 2506 kwenye chuo hiki wanaosoma hapa kwenye maahadi hii kwenye vitengo vyake mbalimbali, lakini kabla ya kuingia kwenye mwezi wa Dhulhijja tulikuwa tunakaribia idadi hiyo. Sasa sijajua ilitimia, bado sijapata taarifa rasmi, lakini ikitimia pia tutafunga. Sasa kuna watu wana tabia kujichelewesha katika mambo, aingia huku atoka kule, aingia huku, kila siku aimizwe. Mambo hayatasimama kukusubiri wewe. Usiwanyime watoto wako na familia yako kusoma kwa sababu ya uzembe wako. Wewe watu wajitahidi kwenda na muda unaopangwa. Kadhalika nataka kuwakumbusha wanafunzi kwamba hakuna anayesubiriwa. Muda ukifika masomo yataanza.
kama tulivyoanza Shawwal, hakuna aliyesubiriwa. Kuna watu wanakaa wanasubiri kwamba baadaye kidogo. Ilipoingia Shawwal 10 masomo yalianza, na hapa kesho insha Allah ratiba za kesho zitaanza kama kawaida. Ratiba zote za kesho zitaanza kama kawaida, hakuna atakayesubiriwa. Na kadhalika nawakumbusha wale wakazi na wenyeji wa Pongwe na watu waliokuja kuhamia hapa Pongwe kwa ajili ya kutafuta ilmu, itumieni fursa ya uwepo wenu hapa Pongwe. Kama wewe ni mwenyeji mzawa wa hapa Pongwe, itumie fursa ya uwepo wa mahadi hii kujifunza ilmu kabla haujafika wakati wa kujuta. Wale waliofanya hijra wakahamia Pongwe, malengo yalikuwa ni elimu. Timizeni malengo yenu, msiziharibu nia zenu njema za kuacha miji yenu kuja hapa Pongwe kwa mambo mengine mlioyakuta hapa. Bakini kwenye msimamo wenu na malengo yenu ya kutafuta ilmu, maana tunajua kuna watu wapo wamekuja kutoka mbali na sehemu tofauti tofauti, kilichowaleta hapa ni kutafuta ilmu wao na familia zao, lakini wakakutana na upepo wa hapa ukawabadilisha, wakaelekea mwelekeo mwingine. Kwenye elimu hawapo, wala kwenye hiyo dunia pia hawapo. Na wakumbusha, bakini kwenye malengo yenu. Na wengine umri unakwenda, siku zinakatika, muda umerefuka tangu walipohamia hapa Pongwe au tangu walipokuwa hapa Pongwe, lakini kiwango chao cha elimu bado hakiridhishi. Kuna watoto wadogo wanakuwa wanapiga hatua, yeye yupo tu, watu wanasogea mpaka wengine wanakuwa waalimu, yeye yuko angalia tu na alikuja kusoma, lakini maskini amesahau kwamba huyu kajafuata nini. Ndio upigiwa mfano, hii dunia upigiwa mfano, lakini nataka nipige mfano huku kusoma. Watu wengine wapiga mfano ni kama yule mtu aliyeingizwa kwenye kasri la mfalme, lina kila kitu ndani, kuna hazina chungu nzima, dhahabu, fedha, pesa taslimu, kila aina ya madini yenye thamani na vitu vya thamani. Kaambiwa, bwana wewe ingia humo ndani ubebe kiasi unachotaka, beba. Ukikuta dhahabu kama ukitaka kilo 20, tani moja, wewe beba unachoweza kukibeba uondoke nacho. Jamaa akaingia, sehemu ya kwanza iliyopitia jikoni kuna biriani na mapilau na manyama na nini. Akaingia akajipiga mabiriani yake na manyama, kasahau kwamba hapa amepewa masaa mawili, na kimwambia masaa mawili tufanye kila kitu utoke. Kwa kapiga mabiriani yake yamemkolea, akatafuta mahali kipembe kajilaza, kalala akoroma. Muda umeisha, alichoambulia yeye nkula tu. Baba toka, muda umeisha. Bado kuna muda tena, toka. Huyu ni mfano wa mtu anayejisahau yale mambo muhimu. Wewe kuna kitu umekitafuta au kimekuleta, ndio hiki hapa, muda wako ndio huu, chukua. Wajitia mambo mengi na shughuli zisizokuhusu. Muda utaisha na muda utapita, alafu utajuta, hujafanya chochote. Wewe jihesabie, una miaka mingapi, uko hapa na mustawa wako ukoje. Watazame hao watoto walio kwenye mstawa wa pili, mstawa wa tatu, mstawa wa 4 na wengine. Wewe watazame hao walimu wanaokusomesha, je, uliwakuta au walikukuta au ulikuja nao sawa? Au wewe ni mkazi wa hapa, umekuwa kuna fulani alikuja ulimuona fulani, lakini sasa amekuwa mwalimu, amekuwa khatibu, amekuwa imam. Wewe ilikuwaje? Wewe jitathmini hivyo tu. Sasa watu wanakuja hapa, wanaanza mwanzo kabisa, wanasoma, wanasonga mbele mpaka wewe uko hapa tu. Wewe uone kwamba huo ni mtihani unao, ulioni kwamba hilo ni balaa na ni hujjatun alayka. Haya, kitu gani kinachokukwaza wewe? Kwa hiyo
Hisabu nafsi yako na uyazingatie haya tunayosema, si maneno tu. Utakuja kujuta wakati ambao wala haikusaidii chochote kujuta. Wewe jifanye uko bize, una mambo mengi, una mipango mingi, una kazi kukadiria. Insha Allah, tuombeane Mungu, insha Allah apeleka mambo mbele, apeleka mambo mbele. Umri hautakusubiri wala jambo halitakusubiri. Wasimamieni watoto wenu, jisimamieni wenyewe. Kuna mmoja alikuwa akisema katika mashehe kwamba msipowasomesha watoto wenu, msiposoma na msipowasomesha watoto wenu, gurudumu la tarikhi litawakanyaga. Wewe chukua maneno hivyo hivyo, gurudumu la tarikhi litawakanyaga. Kwa hiyo kesho insha Allah masomo yataanza, tutaendelea na masomo yetu kama kawaida katika maahadi yetu hii. Cha msingi tufuate utaratibu uliowekwa, utaratibu ambao unatusaidia sisi wenyewe katika kuendesha mambo yetu kwa ufanisi. Nasallallahu lana wa lakum at-tawfiq was-sadad. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu